Tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutuwezesha sisi kama TRC kutekeleza miradi mbalimbali. Na hivi tena serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepokea mkopo kutoka Benki ya Dunia kiasi cha dola milioni 200. Hizi ni takriban shilingi za Kitanzania bilioni 500. Na hii ni kwa ajili ya kugharamia shughuli za ukarabati wa miundombinu ya reli yetu ya zamani. Kama mnavyofahamu, reli hii imejengwa muda mrefu sana, tangu enzi za wakoloni. Na sehemu nyingi sasa hivi zimekuwa chakavu na hivyo zinahitaji maboresho. Sasa serikali ilianza na mradi wa kwanza ambao ulianza mwaka 2014 na ukakamilika mwaka 2022. Lakini mradi huu hakuweza kufikia malengo kutokana na upungufu wa rasilimali fedha. Kwa hivyo serikali imekuja na awamu hii ya pili ya mradi wa uboreshaji wa reli ya kati, ambapo tutakuwa na shughuli mbalimbali ikiwemo utandikaji wa reli kwa takriban kilomita 392, na hii ni kwa kipande cha kuanzia Dar es Salaam mpaka Isaka. Kwa hiyo tutakuwa na kazi sehemu tofauti tofauti, na hasa kwa eneo la Shinyanga tutakuwa na kipande cha kuanzia Tabora mpaka Isaka ambacho reli zote chakavu zitaondolewa na zitatandikwa reli mpya ambazo ni nzito zaidi ili kuwezesha treni nzito kupita. Lakini pia tutakuwa na ukarabati mkubwa wa madaraja takriban 171 ambayo yatakarabatiwa na kuongezewa uwezo wa kupitisha maji. Pia katika mradi huu tutakuwa na ujenzi wa mabwawa 6 yatajengwa na kukarabatiwa, na hii ni kuwezesha kuondoa changamoto ya mafuriko katika kipande cha kuanzia Kilosa mpaka Gulwe. Na serikali pia kupitia kama tutaweza kusukuma makontena kwa mwaka makontena 6,000, utaona ni kiasi gani tumeondoa magari barabarani ambayo yanaharibu barabara, kwa sababu makontena 6,000 kupita kwa mwaka ni makontena mengi, na hii ni juhudi za kipekee kama nilivyosema za ndugu Machibia Shiwa ambaye ni mkurugenzi wetu mkuu wa TRC Tanzania, na tuendelee kuwataka vile vile mameneja wote katika ukanda huu, yani katika barabara hii ya reli ya kati MGR, basi na wenyewe wanakuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba wanahakikisha kwamba reli hii inatumika, reli hii inafanywa maboresho, reli hii haina vipingamizi vya kusimama njiani, reli hii inabeba abiria na kuwafikisha kwa wakati kwa maboresho hayo. Na maboresho haya nasema ni maboresho ya awamu ya pili. Maboresho ya awamu ya kwanza tumeona kazi kubwa iliyofanyika kwa maboresho ya awamu ya kwanza. Ya awamu ya pili tutasogea vipande mbalimbali kuhakikisha kwamba reli hii inatumika kipindi chote cha masika, kipindi chote cha mvua, kipindi cha kiangazi pasipokuwa na shaka yoyote. Asanteni.